Bana, kama ambavyo tunafahamu kwamba klabu ya Simba wao walisalia na kiporo cha mchezo mmoja ambapo ni dhidi ya Dodoma Jiji baada ya Dodoma Jiji kupata ajali. Tunakumbuka kwamba mechi iliweza kuahirishwa. Sasa mechi hapo kesho kama kawaida inaweza kurejea, ili mradi tu kwa upande wa klabu ya Simba wawe sawa michezo na Yanga na hatimaye kila mmoja ajue kwamba mwenzake kamzidi alama ngapi. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo tayari mwalimu Fadlu Davis ameweza kutaja wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Tunafahamu kwamba kwenye mchezo uliopita mabadiliko yalikuwa ni makubwa kulikweli, lakini wakati huu kwa upande wa mwalimu Fadlu Davis amekuja na wachezaji ambao wanaamini kabisa kwamba watakwenda kumpa kile ambacho anakihitaji. Alama tatu ni muhimu kwa upande wao, tena wakiwa wanakwenda mapumziko ni dhidi ya Dodoma Jiji. Kabla sijakwenda kutajia hapa wachezaji ambao watakwenda kuhusika, nikukumbusha tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu sana tuweze kuangazia hapa. Kwa upande wa magolikipa ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo ni pamoja na golikipa Ali Salim, ambapo tumeona kwa mechi za hivi karibuni amekuwa akiweza kupata nafasi mara kwa mara. Lakini pia golikipa Hussein Abel na pia atakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia nikienda kutizama hapa kwenye upande wa mabeki yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu namna ambavyo amekuwa anacheza mara zote, ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu. Lakini pia Mohamed Hussein na pia yupo kama kawaida kuelekea kwenye mchezo huo. Tunaona hapa jina la Valentino Nouma na pia yupo kama kawaida kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo pia Abdulrazak Hamza na pia kama kawaida ni mmoja ya mchezaji ambaye atakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo, pamoja na beki Hussein Kazi. Maana kwamba hayo ndio majina kwa upande wa mabeki kwa upande wa klabu ya Simba ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini pia viungo ambao watakwenda kuhusika, tuliona mabadiliko makubwa kwenye mechi iliyopita, lakini kuelekea kwenye mechi ya hapo kesho kwa upande wa mwalimu amewaorodhesha kama kiungo Yusuf Kagoma ambaye yupo pia kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia Fabrice Luamba Ngoma naye pia atakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo pia Debra Fernandez na pia ameorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia Agostino Okejefa naye ni mmoja ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo, pamoja na Jean-Charles Ahoua. Hao ni kwa upande wa viungo ambao watakwenda kuhusika kwenye mechi husika dhidi ya Dodoma Jiji. Kiporo hicho ambacho kwa upande wa Simba wanahitaji zaidi kuweza kupata alama tatu. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mawinga yupo Elim Panzu. Mchezo uliopita tunafahamu alikosekana, lakini kwa wakati huu mwalimu amemuorodhesha. Lakini wakati huo Kibu Dennis naye pia ni mmoja ya mchezaji ambaye alikosekana kwenye mechi iliyopita, naye wakati huu kama kawaida yupo kwenye orodha kati ya wachezaji ambao watahusika kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia natazama hapa jina la bwana mdogo Lada Kichasambi, naye pia ni mmoja wa wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Hao ni mawinga hao ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Tunafahamu pia ubora wa Lada Kichasambi, lakini pia Joshua Mutale Budeo naye kama kawaida yupo kwenye orodha ya mawinga ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia nikienda kutizama sasa hapa washambuliaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea mchezo huo, yupo pia Leonel Ateba Mbida, mchezaji ambaye kwa siku za hivi karibuni amekuwa kweli anapoteza nafasi, lakini bado amekuwa ni chaguo kwa upande wa mwalimu. Wakati huo pia mshambuliaji Steven Mukwala ambaye tunafahamu kwenye upande wa timu ya taifa ya Uganda ameitwa huyu, na pia yupo